au ukubalike, ni lazima uende katika mifumo ambayo ni maarufu na inaonekana ni mifumo ya kisasa, inaonekana ni mifumo ya kisayansi. Lakini mgonjwa, hilo sio shida yake. Shida ya mgonjwa ni kupata taarifa ya afya yake, ni kupata majibu ya tatizo linalomsumbua, ni kupata ufumbuzi wa changamoto iliyomkabili katika safari ya maisha yake. Hilo ndio jambo muhimu kwake. Kwa mfano, unaugua ugonjwa fulani, umetumia dawa ya kisayansi, hukupata jibu. Okay, ukatumia dawa nyingine ukapata jibu. Kwako wewe, kitu kizuri zaidi ni kile kilichokuletea suluhisho ya changamoto uliokuwa nazo. Hicho kwako ni kitu kizuri sana, kwa sababu imekupa ufumbuzi, ni njia iliyokupa ufumbuzi wa matatizo uliokuwa nayo. Ufumbuzi wa matatizo uliokuwa nayo, imekupa jawabu, imekupa jibu la changamoto ambazo wewe ulikuwa nazo katika kipindi kirefu sana. Kwa hiyo ni vizuri sana tukapata uhuru wa kiakili, tukaondokana na dhana ya propaganda za kimagharibi ambazo zimetuteka kwa kiwango cha juu, na tumepoteza utamaduni wetu, tumepoteza mila zetu, tumepoteza maarifa yetu. Tumekuwa tukiishi kwa program za watu wengine, tumeishi kwa ndoto za watu wengine, tumeishi kwa product za watu wengine. Sasa ujio wa 4A9 inakuja kuleta mapinduzi ya kifikra, lakini inakuja kuleta mapinduzi ya kiafya, na kwa muda mfupi zaidi, na tunafikia katika lengo zuri la kila mtu kujivunia kuwa sasa tuna suluhisho. Kwa mfano, siku chache zilizopita nimeletewa taarifa na uthibitisho, yani na ushahidi wa kiwango cha juu kuwa mtu amefanya uchunguzi wa kina baada ya kuambiwa kuwa ukitumia dawa fulani utapoteza mwelekeo, na hizo anazoambiwa zitamletea mafanikio zilikuwa hazimletei tija ya kutosha, ikamlazimu atafute njia nyingine ili kuleta mapinduzi ya kifikra. Akakutana na 4A9. Lakini alipokutana na 4A9, alivyokuwa anawaeleza madaktari wake upande wa pili au upande wa kisayansi kwa lugha nyingine, jitihada zikawa ni kumkatisha tamaa, kumwambia dawa hizo hazikufanyiwa tafiti ya kutosha, dawa hizo zitaua figo, dawa hizo zitaua ini, wakati dawa alizokuwa wanampa tayari zilikuwa zimeshaua ini, zimeshaua figo. Yani zilikuwa zishaua ini, sio figo. Ini zilikuwa zimeshaanza kwa katika hali sio nzuri, lakini hapati usingizi, changamoto nyingi, mwili unapauka, hapaki mafuta, akipaka mafuta hayatoshelezi. Kwa changamoto zilikuwa ni nyingi katika safari ya maisha yake. Akatulia, akasema ngojea nitafute ufumbuzi katika upande wa pili.